Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri kutokea ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club mara baada ya klabu ya soka ya Simba kuweza kutinga hatua ya nusu fainali michuano mikubwa ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu wa mwaka 2024-2025. Kwa mara ya kwanza klabu ya soka ya Simba Sports Club waliweza kufanikiwa kuiondosha klabu ya soka ya Al Masry katika hatua ya robo fainali, na tunashuhudia kwa upande mwingine mnyama Simba akaweza kuandika historia ya kwenda nusu fainali michuano mikubwa ya kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa kunako klabu ya soka ya Simba Sports Club tunashuhudia mwekezaji wa klabu ya soka ya Simba Sports Club na rais wa bodi ya klabu ya soka ya Simba, hapa tukienda kumwongelea Mohamed Gulam Dewji, ameweza kufanya jambo kubwa ndani ya kocha kuna Msimbazi. Cha kwanza, ina mchezaji ambaye alishiriki kucheza mchezo wa kombe la shirikisho na kuisaidia klabu ya soka ya Simba kwenda hatua ya nusu fainali. Wachezaji wote waliweza kupewa zawadi ya kiasi cha shilingi milioni 30, fedha ambazo zimetoka kutoka kwa mwekezaji wa klabu ya soka ya Simba Mohamed Gulam Dewji. Lakini sasa ameweza kuahidi donge nono kuelekea katika mchezo wa nusu fainali ambao Simba wanakwenda kukutana na Stellenbosch. Habari inasemaje? Inasema hivi: Simba bado wanaendelea kufurahia kutinga nusu fainali kwa timu hiyo katika michuano ya kombe la shirikisho Afrika baada ya kushindwa kufanya hivyo mara 5 katika misimu 6 ya nyuma kila ilipotinga robo fainali. Lakini bilionea wa klabu ya soka ya Simba ameongeza mzuka zaidi kwa wachezaji, akiwatengea shilingi bilioni 2 fedha taslim za Kitanzania. Tajiri wa klabu hiyo, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Simba Mohamed Gulam Dewji ama Mo, pamoja na bodi hiyo, inaelezwa hataki kusikia kitu kingine zaidi ya kuona taji la Afrika linatua Msimbazi, lakini kama wachezaji wa timu hiyo wanataka fedha, imebaki kwao tu kwa sasa. Ile kauli ya Mo Dewji kwamba shabaha yao ni kupata ubingwa wa Afrika, inaelezwa tajiri huyo na vigogo wenzake wa Simba wanaiongoza Simba wanaona kama inakwenda kutimia msimu wakiwa tayari wameshafika nusu fainali, ikisubiria kupambana na Stellenbosch ya Afrika Kusini. Kuvuka hatua hiyo, Mo Dewji aliwamwagia mastaa wa timu hiyo shilingi milioni 500, lakini taarifa za ndani zinasema mzigo huo uliongezwa kwa shilingi tena milioni 200 na kufikia milioni 700, na hapo hapo akawajaza upepo wachezaji kwa kuwaeleza watumie vyema dakika 180 za mechi zijazo, watavuna zaidi ya mzigo huo, ambapo kwenye hesabu hizo taarifa za ndani kabisa zinasema tajiri huyo ametenga fedha za kufuru kuhakikisha kombe la Afrika linatua, ambapo kama Simba itatinga fainali kuna uwezekano mkubwa wachezaji wa kikosi hicho wakagawana kiasi cha shilingi bilioni 1 kama bonus. Hawa wachezaji kama kweli wataka fedha, huu ndio wakati wao. Mo hataki masiara. Kuanzia hapa tulipofika alishawaambia hata kwenye fainali kama wanataka fedha basi atatoa shilingi bilioni 1, anachotaka walete tu kombe hapa nchini, alisema bosi huyo wajua Simba, na kuongeza kusema kwamba hapa wamefuzu nusu fainali, wamepata kiasi ambacho aliwaahidi, lakini lazima watawekewa fedha nyingine zaidi ya hizi watakazopata sasa iwapo watatinga fainali, hivyo kilichobaki ni wao kujituma. Mo kufanya hivyo ina maana wachezaji wa kikosi hicho watakuwa wamechota kiasi cha shilingi bilioni 2 wakitumia mechi 6 tu hadi fainali kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo tunaona mwekezaji wa klabu ya soka ya Simba Mohamed Gulam Dewji kupitia vikao ambavyo amekuwa akiviendesha ameweza kuahidi atakwenda kutoa bilioni 1 kama Simba itakwenda fainali, na kama kwa upande mwingine Simba watalichukua kombe basi kwa upande mwingine atawajaza tena bilioni 1. Kwa hiyo tunaona wachezaji watakuwa wamevuna mpunga mwingi kutoka kwa bosi Mo Dewji, lakini yeye shabaha yake kubwa ni kuliona kombe la shirikisho linatua nchini Tanzania. Nini maoni, nini mtazamo kwa hiki ambacho amekifanya bosi wa klabu ya soka Simba? Kama ni mshabiki wa Simba umevutiwa nacho na unaamini Simba atakwenda kutoboa mpaka fainali na kuweza kubeba ubingwa, like video yetu afu tuambie Mo Dewji katika 100% unamkubali asilimia ngapi? Kuna wataalamu wa tiba za asili, lakini Sheikh Issa Sultan ndiyo kiboko yao. Kutana na Sheikh Issa Sultan kwa huduma zifuatazo: kusafisha nyota, matatizo ya uzazi, mvuto wa biashara,
kuondoa nguvu za giza, kurejesha nguvu za kiume, kukomesha usaliti kwenye ndoa, kushinda bahati nasibu. Jinsi ya kuwasiliana na Sheikh Sultan, unaweza kumpigia simu namba 0756465818 au 0680476277. Pia unaweza kumtafuta kupitia WhatsApp kwa namba hizo hizo. Mpigie muda wote Sheikh Sultan ili utibiwe. Hakika Sheikh Sultan ndiyo kiboko yao.